Nimtaja Mheshimiwa Anna Richard Lupembe, Mheshimiwa Michael Constantino Mwakamu ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru kwa kunipa nafasi. Kwanza kabisa ninaomba nimshukuru Mungu ambaye ametupa neema kubwa katika kipindi cha miaka minne tuko humu ndani tukiwa wazima na afya njema. Naomba nimshukuru sana Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo amewafanyia Watanzania katika Tanzania nzima, lakini hususan mkoa wa Katavi pamoja na jimbo la Nsimbo. Amefanya kazi kubwa, ametuletea pesa nyingi na miradi mingi katika jimbo la Nsimbo, halmashauri ya Nsimbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mchengerwa pamoja na manaibu wake wote wawili kwa kazi kubwa nzuri wanaoendelea kufanya na usimamizi wa wizara. Hongereni sana Mheshimiwa Waziri Mchengerwa. Lakini Mheshimiwa, nisimsahau Katibu Mkuu wa Wizara pamoja na manaibu katibu wakuu wote ambao wanafanya kazi kubwa nzuri kwa ajili ya kuendeleza kutuletea pesa katika mikoa yetu tulipokuwa huko. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipekee sana naomba nimpongeze mkuu wangu wa mkoa wa Katavi Mwamvua Mlindoko kwa kazi kubwa nzuri anayoifanya katika mkoa wetu wa Katavi. Anahamasisha, ana maono. Mkoa wetu wa Katavi umetulia. Hongera sana mkuu wetu wa mkoa Mwamvua Mlindoko. Lakini kwa kipekee nisimsahau mkuu wetu wa wilaya Jamila Yusufu kwa uhamasishaji wake anaoendelea kufanya katika mkoa wetu wa Katavi, wilaya Mpanda. Anafanya kazi nzuri, anahamasisha, anaona, anachukua kero mbalimbali. Naomba nimpongeze mkuu wetu wa wilaya Jamila Yusufu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nisiwasahau Chama cha Mapinduzi mkoa, kamati ya siasa ya mkoa, kamati ya siasa wilaya wanaendelea kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naomba nimpongeze mwenyekiti wa mkoa wa Katavi wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa wilaya yetu ya Mpanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninampongeza vile vile mkurugenzi pamoja na watendaji wote kwa sababu pesa zote zinaenda kwenye halmashauri yangu, wanafanya kazi vizuri, wanasimamia miradi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, watendaji wote katika kata zote pamoja na watendaji wa vijiji wameendelea kusimamia miradi yote inaopelekwa katika maeneo yetu. Lakini tusiwasahau wenye viti wa vijiji pamoja na wenye viti wa vitongoji kwa sababu wao ndio wahusika wakuu kwa kila kitu walichokuwa wanapelekewa katika maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nisiache kuwapongeza walimu, walipelekewa miradi mbalimbali wakaisimamia. Leo tunawapongeza kwa kazi kubwa nzuri walimu wa msingi, walimu wa sekondari. Majukumu haya waliyobeba kwa kasi kubwa kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwapongeze madiwani. Madiwani wangu 12 kata 12 nimefanya nao kazi vizuri kwa kipindi chote cha miaka minne. Wote tumehakikisha miradi ambayo tulioiomba imefanikiwa kwa 100%. Naomba niwapongeze madiwani wote na mwenyekiti wa halmashauri yangu ya halmashauri ya Nsimbo kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nianze kupitia mfumo wa manunuzi NeST. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumo huu unasumbua wakandarasi sana. Haujawa rafiki. Wakandarasi wengi sasa hivi wanashindwa kuingia kwenye mfumo huu kwa sababu unasumbua. Tenda zinatangazwa, wanashindwa kuingia kwenye tenda kutokana na usumbufu wa manunuzi jinsi ulivyo. Wengi sasa hivi wamekata tamaa. Naomba Mheshimiwa Waziri litizame hili kwa mfumo sasa hivi si mzuri sana, si rafiki kwa ajili ya wakandarasi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile ninaomba nipongeze kwa ajili ya pesa tumeletewa kwa ajili ya ukarabati wa maboma. Lakini ninaomba tuendelee kufanya kazi hii kwa sababu wananchi wengi wamejenga maboma ya zahanati, shule za msingi wamejenga. Ninaomba sana tupeleke pesa na zile shule kongwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna shule kongwe za siku nyingi, za miaka mingi, zimechoka, vyoo vinabomoka, vinatumbukia. Ukiangalia walimu wanapata shida, nyumba za walimu zimechakaa, zingine zinabomoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba tuangalie jicho
la huruma zile nyumba ambazo zilizojengwa zamani basi zikarabatiwe ili walimu waweze kuishi katika maeneo hayo ili tuendelee na kazi ya kujenga taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze sana Chifu wa TARURA kwa kazi kubwa nzuri anaendelea kufanya. Tumepata pesa nyingi, miradi mingi imefanyika ya barabara, madaraja yamejengwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sasa hivi mvua kwetu katika maeneo yetu, mvua zinanyesha, ubovu wa barabara na bajeti yetu imekuwa ndogo wa mkoa wetu wa Katavi. Alafu fedha za mwaka huu bado madeni wakandarasi wetu hawajalipwa. Nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na kazi kubwa ya wakandarasi wa mkoa wa Katavi wavumilivu, wanatengeneza barabara bila hata kulipwa, lakini sasa wamekaa muda mrefu, certificate zimefika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba walipwe wakandarasi hawa wanaotengeneza barabara na kujenga madaraja. Lakini kutokana na hizo madeni na kazi haziendi kwa TARURA, kazi haziendi kabisa sasa hivi. Pia waruhusiwe TARURA, Mheshimiwa Mwenyekiti, waruhusiwe kutangaza kazi, kwa sababu kazi zote zimesimamishwa. Waruhusiwe kutangaza kazi zote za ukarabati. Manake barabara sasa hivi kule kwetu Katavi barabara zimeshachimbuka, zingine zimekatika. Ninaomba basi ule ukarabati utangazwe na maboresho yaweze kufanyika kutokana na uharibifu wa mvua. Mvua tunahitaji kwa sababu mvua ndio maisha yetu, tunahitaji kilimo, wananchi wanahitaji kilimo, lakini na hapo kuna mapungufu ambayo changamoto zinatokea. Nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ukarabati wa pesa za matengenezo katika mkoa wetu wa Katavi kwa ujumla wake, nilikuwa naomba tuongezewe bajeti na hizi hela ziende ili zikarekebishe barabara pamoja na madaraja. Kuna uharibifu, kuna sehemu zingine Mheshimiwa Mwenyekiti, madaraja yamekatika kabisa, watoto hawaendi shuleni. Kuna kata kama ya Starike, watoto sasa hivi wana takriban mwezi mzima hawaendi shuleni kutokana daraja hakuna, maji yamejaa. Nilikuwa naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, basi tuone hii bajeti, tupewe bajeti ya dharura kwa ajili ya kutengeneza barabara za mkoa wa Katavi, hususan jimbo la Nsimbo, ili watoto waweze kwenda shuleni na mambo ya kijamii yaweze kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe upande wa afya. Ninaomba nishukuru serikali katika halmashauri ya Nsimbo kuna hospitali ya wilaya, ingawa bado haijakamilika, lakini hivi karibuni tumeletewa pesa. Lakini tuna vituo vya afya 4 Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini vile vituo vya afya bado havijakamilika, bado hatujapata maodi vile vituo vya afya. Lakini naomba nishukuru hapa karibuni nilipata milioni 90 katika vituo vya afya 2. Nilikuwa ninaomba sana niongezewe pesa kwa ajili ya mahitaji makubwa katika vituo vya afya 2, kituo cha afya cha Ugala, kituo cha afya cha Itenga. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipekee kabisa ninaomba nishukuru, nilipata ambulance 2 katika halmashauri yetu ya Nsimbo. Lakini bahati mbaya rufaa ya mkoa walikuwa hawana gari, wakaazima kutoka ambulance kutoka katika halmashauri ya Nsimbo katika kituo cha afya Ugala. Bahati mbaya ile ambulance walivyoichukua ikaenda kuanguka, ikapinduka. Sasa matokeo yake Mheshimiwa Mwenyekiti, tumebaki na ambulance moja ambayo inahudumia wilaya na vituo vya afya 4 pamoja na zahanati. Ile ambulance imebaki moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, ninakuomba, kwa sababu ajali hatuiombei hata kidogo. Ajali ni bahati mbaya. Ile ajali ilitokea ikiwa na mgonjwa akikimbizwa rufaa Mbeya. Sasa na bahati nzuri gari limeharibika, lakini wale walipata unafuu, walipona. Tumewaombea Mungu wamepona, lakini gari ndio limeharibika kabisa. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, ningepatiwa ambulance nyingine kupunguza kasi
ya wagonjwa kutoka sehemu nyingine, hasa hususan kata ya Ugala. Ni kilomita 100 kutoka kata mpaka kwenye makao makuu ya wilaya, ambako kwenye hospitali ya wilaya. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, ningepatia hiyo ambulance ili iweze kukidhi mahitaji ya wana Ugala. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nipongeze sana kazi kubwa inayofanyika na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na wasimamizi wake wote. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anajitahidi kuhakikisha matilioni yanayokuja anayasimamia vizuri. Naomba niwapongeze sana kwa kazi kubwa, na Mheshimiwa Waziri, naomba nikupongeze sana. Baada ya kusema hayo, naomba niunge mkono hoja 100%. Mungu awabariki na Mungu awasimamie, mpite wote kwenye majimbo yenu, na wale viti maalum mpite. Amen. Asante sana Mheshimiwa Anna Richard Lupembe.